So nasema kwamba mgeni umenyooka, na tumekuja hapo kwa lengo moja, kufuatilia safari ya imani na uhudumu maeneo haya mgeni, na wataweza kutueleza safari yao ilikuwaje tangu walipokeaje mwito huu na kuingia mgeni na umekuwaje. So mtazamaji mimi nafuatana pamoja nasi kusikia mengi kuhusu huduma na kuhusu pia foundation ambayo pia inakuwa launch siku ya Jumamosi. Kwa hivyo hapa tuko na Pastor Amon. Hebu tueleze kwanza kwa kifupi majina. Nataka nishukuru kwa nafasi hii. Jina langu naitwa Amon Davida Mwakufu. Kwetu ni mahali panaitwa Kidaya Ngerenyi, na Kidaya Ngerenyi iko upande wa Mwatate, Mwatate sub county, na nashukuru kwa sababu ya kuwa hapa leo kueleza mahali ambapo nimetoka na vile nimefika. Asante sana. Jina langu ni Olive Machocho Davida, ni mke wa Pastor Amon. Asante. Haya, umesikia majina. So kwa endelee Pastor Mkufu, unaweza kutueleza tuko mgeni wito huo mgeni ulikujaje kuja kuhudumu mgeni, alafu ulipokeaje kwanza ule kuja kuhudumu mgeni? Basi kabla sijafika kwa mgeni nilikuwa na hudumu katika kanisa moja Ngerenyi, na nashukuru kwa sababu ya kuwa leo kueleza mahali ambapo nimetoka na vile nimefika hapa. Nilikuja hapa Mgeno mwaka wa 2015, that is 2015, baada ya kufanya huduma Ngerenyi kwa miaka mingi. Kwa sababu Ngerenyi tangia nikiwa kijana mdogo wa Sunday school nilikuwa Ngerenyi kwa kanisa linaloitwa Faith Family Church, ambapo wakati ulikuwa naongozwa na askofu alikuwa anaitwa Justin Maganga, lakini kwa sasa amelala, na sasa tuko na askofu ambaye anaitwa John Mondoi. Kwa hivyo wakati huo nikakuwa katika kanisa hilo la Faith Family pale Ngerenyi, na nikaendelea kufanya huduma, nikianza kwa vijana, nikawa kiongozi wa vijana pale kanisani, nikaendelea nikaja kuwa kiongozi wa vijana katika ushirika wetu wa Faith Family, na baadaye mwaka wa vile nimesema 2015 ndio nililetwa hapa Mgeno. 2015 nilipata mwito kuja hapa Mgeno, hasa pia kupitia Bishop wangu Justin Maganga, kwa sababu kulikuwa na kanisa hapa Mgeno na mchungaji ambaye alikuwa alileta ripoti kwamba yeye hataki kuwa mchungaji, lakini anataka mchungaji mwingine aletwe, na nikabahatika kuwa hapa 2015 ndipo nilifika na nikaanza huduma katika maeneo haya Mgeno. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu tangia wakati huu nimeingia hapa ninaona mabadiliko ambayo Mungu ameendelea kufanya. So hapa nilikuja 2015 na nilikuwa nimetoka Ngerenyi Faith Family Church. Asante sana kwa yaonekana sasa huduma Ngerenyi ilikuwa nzuri sana. Kwa mgeni ilikuwa vile tunavyojua ni nchi kavu, hakuna maji, changamoto za nyamapori. Unaambiwa basi unaenda Mgeno, ulipokeaje hilo? Kwanza kabisa tulikuwa katika mkutano nakumbuka wa wachungaji, na Bishop wangu akasema kwamba Amon ataenda Mgeno, na akasema kwamba ataeleza kanisa la Ngerenyi ili kwamba wanaachilie kuja. Na nakumbuka hiyo siku Jumapili mchungaji wangu kutangaza kanisani haikuwa rahisi, kwa sababu washirika walikuwa wanalia sana, maana nilikuwa kijana mdogo sana, nilikuwa nimeoa wakati huo, lakini nilikuwa mdogo bado, na nilikuwa nafanya huduma vizuri pale. Vile nasemekana pale pori jangwani, kwa mashirika sasa kijana hata jangwani hata kufa kwa damu, lakini kuna kitu ambacho kilinifanya nikasema nitakuja, kwa sababu mimi nilipookoka nilitii mchungaji wangu, na Mungu alipomuongoza kwamba nilete hapa
Jambo la kwanza nilipata amani mimi mwenyewe kwa wangu, na nikajua hapo Mungu amesema ya kwamba nitakuja. Na pili nilipenda sana nilikuwa na mtii mchungaji, nilikuwa nimemtii kwa mambo yote. So hata watu walipoingia kanisani, nilipopata ushauri kama pale kwamba labda utaka mgeni ni pasito, bado nilichagua kuja mgeni. Sababu gani? Nikasikia kwamba Mungu Bishop alipea Mungu, Bishop alipea Mungu, na pastor akapokea mtu huo akiwa na imani. Sijui sikize kutoka kwa mke wangu, wengine walipomweleza habari za mgeni alizipokea namna gani, ama alikuwa wapi, alikuwa wao walipokea hiyo mtu huo, ama anaweza kuwa unajua kuna wengine wanataka kuambia kama ni mgeni bwana anda peke yako, sijui alipokeaje kitu. Na kumbuka mke wangu Katuro alikuwa hapo Shanzu Teachers College, alikuwa anasoma kwa sababu tuliona na tulipoana 2012 Mungu akamjalia 2013 akapata nafasi kwenda Shanzu Teachers College. So wakati nakuja mgeni tayari alikuwa Shanzu Teachers College, na ikawa changamoto kwa sababu hapo huko nilimpigia tu simu nikamwambia kwa sababu na nini kama mtumishi wa Mungu nimepeleka mgeni kwa sababu ya huduma. So nilipopigia simu alifikiri kwamba ninaenda kama siku mbili tatu ninarudi, lakini baadaye nikasema acha niweke wazi, nikamwambia nimetuma hapo na tunaenda kuishi hapo na tutakaa. So nashukuru kwa sababu bila ningependa mimi na Mungu wetu, na kama hapo ndio umepeleka hata hapo Mungu pia atakubariki na atakusaidia. Kwa hivyo nashukuru alipokea tu vizuri, na nakumbuka nilipokuja nilikaa kwa siku chache akaja. So alipo changamoto ilipata kidogo, maana alipofikishwa na maji wanaitwa nani hapa katikati kufika ako kwa pikipiki, vijana wa pikipiki na mwambia sasa angalia upande wa mbele, angalia mbele ulikuwa na ndogo wengi sana. So akawa anashindwa kutakuwa namna gani, lakini alipofika kwa nyumba nilimwonyesha kwamba hapa hata kama kumekauka siku moja kutoka sisi, na akaamini na akakubali, mpaka leo tunafanya huduma pamoja. Aje nitoroka mstari. Asante sana. Hebu tueleze mchungaji. Okay, mimi ningependa kushukuru mtumishi wa Mungu wangu alipoeleza kwamba mgeni kwenda mambo ni kwamba nilikuwa Shanzu Teachers College, maana nilikuwa naendelea na masomo, na alipoeleza mimi so hatukuwa tunajua ni wapi tutatuma. So ilipotokea kwamba ni hapa mgeni, nikamwambia hata pia ni mahali tu ambapo watu wako na wanahitaji msaada wa Mungu. So mimi nilipokea na tukazidi kuomba. Kweli kabisa nilipofunga shule sikuenda gereni kama ilivyokuwa desturi, nilishuka lani nikachukua pikipiki na mahali sipajui, lakini nilifika. Japo njiani nilipenya amesema kulikuwa na mapori, lakini hata hivyo nilisema tu kama watu wengine wanaishi hata na sisi pia tutaishi, na tunaendelea kukaa hapa, tumemtumikia Mungu na tunaona wema wa Mungu. Na hapa pia watu walikuja wakatupokea, na kweli walikuwa wanahitaji mchungaji, ni kondoo ambao walikuwa wengi wao walikuwa wanakaribia, na tulipokuja tunaona maisha yao yamebadilika kwa sababu ni ushuhuda ulio hai, ushuhuda ambao unasikia moyo wako unafarijika sana. Yaani unakuja mara ya kwanza sehemu uidui ndogo ndio nao so tukaamini hapa kwa home kwa sababu ya mambo na social distance. Kwa hivyo tukaendelea kuabudu hapa na mpaka sasa tunaabudu hapa, lakini tayari tutaanza kujenga kanisa, labda baadaye tutaonyesha mahali ambapo tunajenga. Tunaanza kuelekeza mabati na tunaamini Mungu ataendelea kutusaidia kulifanikisha au kulimalizia. Lakini kweli ni kwamba hii hope sikuipata, lakini community kupitia kanisa na vile Mungu alileta hapa kupitia kwa marafiki ambao wanajiita Something Beautiful Something Good Ministries walitusaidia na tukapata hii hope. Na hata na kitu tunachosema kwamba siku za katikati wana kijiji wanafanya mikutano yao hapa, na Mungu ameendelea kutusaidia na kutubariki. Kwa hivyo hili sikuipata, lakini Bwana ameleta tukiwa hapa. Asante sana.
Tumesikia baraka, wito, zile baraka zinafuatana na utumishi ama kukubali wito. Kwa hivyo kuja kwako hapa tuseme kumesababisha community kapata hope. Alafu sasa ni kumaanisha kwamba kulikuwa na pengine ulikuwa ujengeo kanisa, lakini ukasema hapana, wacha community faidike kwanza, kanisa litakuja baadaye. Hivyo ndio nilifeel kwa moyo wangu, kwa sababu niliona hapo nilikuja nikaangalia vile wanahangaika. Watu ndio wanakuta wako tu kwa mkutano ndio ndio wametokea upande mwingine. So nikaona cha muhimu, it's good to tuangalie community kwanza. Because sisi tunataka kwangu kama kanisa, lakini nipeana upendo kwa community. So hivyo ndio niliamua ya kwamba nafutu simama na community wapate huru, alafu ndio hao community Mungu akaendelea kuokoa, akaendelea kuwafungua, akaendelea kuwaponya. Hao sasa watakuwa shirika na hao shirika watajenga kanisa. Na hivyo ndio tunaamini Mungu anaendelea kufanya kwa sasa. Asante sana. Pengine mtazamaji, tutakuonyesha hilo. Umesikia kuna kanisa la udongo, na mimi na kwamba liko mpaka sasa. Tutakuonyesha picha za hiyo udongo, kanisa la udongo, mahali ambapo community, na pengine pia tupate picha za kanisa, mradi wa kanisa bado unaendelea. Umesema umefikia level gani? Sasa hivi tunaendeleza mabati na karibuni tu tunaamini tutamaliza. Asante. Tunaanza kuendeleza mabati tayari. Pole. Umesema siku ya kwanza ulikutana na ndogo barabarani. Ulipokuja ulipata pasta labda anaishi chini ya mti, ama pengine hamjatueleza pasta alikuwa anaishi chini ya mti, pengine ungekuwa unakutana na ndogo kuta pasta kwa chini ya mti, au ulipata hadi kwa namna gani? Nilipokuja nilipata pasta alipata nyumba ya mmoja, alikuwa amekodisha hapo madukani kwa mgeni, na ikawa ni nyumba ambayo ilikuwa ndogo sana, kama vile nimesema ni mmoja. So haikuwa na bedroom, hakuna kitchen, hakuna sitting room, yaani ilikuwa kila kitu mahali pamoja. So ikawa tumeitenganisha na curtain, hapo ndo tukaanzia maisha. So nyuma ya curtain ikawa ni bedroom, kwa upande kona kidogo ikawa ni sitting room, upande mwingine ikawa ni jikoni. So kila kitu ilikuwa under one roof, na tukaanzia hapo. Hii ni mfuko ulio kamili. So baada ya hapo pengine unaweza kueleza maisha yanaendelea namna gani? Progress. Pasta ulianzia kwa single. Single. Mambo yote kwa single anaomba. Sasa kwa sasa pengine mnaweza kueleza ushuhuda Mungu amewafanyia nini kutoka kwa single room? Pengine saizi bado mko kwa single room, ama pengine kuna progress? Unaweza kusikia ushuhuda wa Mungu yale anatenda kupitia na nashukuru kwa tulianzia kwa mmoja, na tulipoanza hapo ile nimesema mpango ndio shule, lakini wakati huo pia nikaja nikaanza huduma na Mungu akanikutanisha na kijana wa kwanza kuokoka. Kijana alikuwa anaishi porini, labda nitaeleza hayo baadaye. Na kwa sababu hiyo Mungu akamwokoa. Alipomwokoa akasema hatarudi kwao wala hatarudi porini, tutaanza kuishi na yeye. So nikaanza kuishi na yule kijana anaitwa Paul Hussein, na akiwa pale tukaanza kulala naye kwa kitanda. Tulikuwa kitanda kwa 6. Baada ya mwezi mmoja kijana mmoja wa pili naye akaokoka. Akaja tu kijana anaingia kwa kanisa, kijana ambaye amevaa t-shirt ya Chelsea, nikaona amevaa na jeans nyingine ambayo ilikuwa very funny, amekuja na slippers ya red na blue. Akaja akaingia kwa kona, akifika kama mjambazi, kwa sababu alikuwa kwa porini, nilikuwa na shida naye anaingia. Kijana akaokoka. Sasa nikarudi, akaambia yule kijana mwingine wa kwanza kwamba ndio naishi kwa pasta, naye akaenda nyumbani kwao. Baada ya siku mbili nikaona anakuja na mfuko wake wa mandoro. Mimi kafikiri labda ananiletea nyama ama ananiletea mchunga na nini, kumbe ni nguo zake anabeba. So kwa sababu ya hiyo nikabidi tukaanza kulala hapo kwa hiyo kitanda ya 3x6, nalala hapo na wao na mke wangu wa shule. So mke wangu alipofunga ilibidi sasa hatuwezi kukaa mmoja, ikabidi tutoke hapo sasa tukaenda kukodesha nyumba nyingine ambayo leo ilikuwa na bedroom 2 na
na sitting na kitchen kidogo hapo. So tukahamia hapo na tukaendelea kuishi nao vijana. Baadaye tukapata msichana mmoja tena ambaye alikuwa anapita vizuri sana, sasa ikabidi naye akaja kuishi na sisi, anaitwa Josephine Mlei. Na kwa kuishi na yeye hiyo familia ikaendelea kukua. Baada ya baada ya 2015, 2016, 2017, 2018 ndio Mungu akatubariki, tukapata mahali na tukajenga nyumba. So sasa tunashukuru Mungu, tulijenga nyumba ambapo sasa watoto wangu wanaishi hapo, na hao watoto pia ambao nilikuwa na wao nikahama na wao, nikaanza kuishi na wao na wengine tu ambao bado tuko pamoja na wao mpaka sasa. Kwa hivyo sasa nasema siku kwa siku ndio tena angalau Mungu alibariki na nyumba, na naamini tena Mungu alibariki na nyingine zaidi, ili kwa sababu ya kuendelea kupanuka. Asante sana Pastor. Kwa hivyo Mungu ameendelea kuonekana katika safari ya imani. Tunaona tumepita hapo, tumepita hapo, tunaona nyumba ambayo Mungu amewabariki nayo. Kwa kweli Mungu anatenda mgeni, Mungu anatenda kupitia kuitikia wito wao hapa mgeni. Nimesikia huduma yako pia haijakuwa tu ya kibinafsi. Umekuwa ukiishi, umevutia vijana. Na mwingine umesema alikuwa kama njambazi. Sijui wamefikia maisha yao baada ya kubadilishwa, wamekimbia. Wajua kuna wengine labda hawaamini katika safari ya wokovu. Kuna wengine labda wakiombewa, wanaweza potea. Yaani kuna ile discipleship. Sijui kama vijana wanaweza kuaddress maisha yao baada ya kuokoka. Je, wako wapi? Safari yao iko namna gani? Nataka niseme kwamba nashukuru kwa sababu hapo nilisema nilianza na vijana wawili, mmoja anaitwa Paul Hussein na wapili anaitwa David Manalachi. Na hawa vijana huyo Paul Hussein vile nasema yeye alienda akatengeneza nyumba kwa Paul. Yaani alitengeneza nyumba juu ya mti. Hapo ndio alikuwa anaishi. Ndio wanapita chini, nyoka wakubwa. Wazazi wanamfuata ukoo, familia, lakini angetaka kurudi nyumbani. Na alikuwa tayari amemaliza class 8 na amekaa porini. So alipookoka akaja akakaa na yeye kwa neema ya Mungu. Mungu akamsaidia akaanza kubadilika. Nilikaa naye kwa mwaka mmoja, na alipobadilika kwa mwaka vijana nikasemezana naye na tukampeleka secondary school. Kwa hivyo huyo ndio mtoto wa kwanza kufundisha hapa mjini. Tukajinyima, tukasacrifice na akaenda kufunga secondary school. Na alipoenda bahati nzuri alifanya vizuri. Imagine vijana amekaa miaka miwili nje, lakini alienda akafanya vizuri na akapata simple. So alipopata simple akarudi. Na kwa sababu ya ule mto na yale mambo alikuwa anafanya Mungu amembadilisha, Mungu naye akaanza kumwita kwa mtu katika ndoa ya kutumikia. So tukaona badala ya kumpoteza tukampeleka Bible school. Na tulipopeleka Bible school inaitwa Bible school iko pale Limuru. Ninalosema sasa hivi ni graduate mwaka uliopita, na ni mtumishi ambaye vijana anakuwa vizuri na tunaendelea kumwombea Mungu amsaidie ili kwamba atumiwe na Mungu pia kubadilisha watu wengine. Na huyo wa pili ambaye anaitwa David Manalachi, yeye alipokuja tulikaa na yeye, bila nimesema tukahama na wao kwa nyumba yangu mahali sasa tunaishi. Nilikaa naye miaka 5 na alitoka Wednesday, Thursday, Friday, Saturday akawa anaoa. Kwa hivyo sasa ameoa, ako na mke na mtoto. Ana mtoto anaitwa Lisa na mke wake anaitwa Martina. Na cha ajabu ni kwamba baada ya kuoa ameendelea kuwa mtiifu na Mungu amemsaidia. Tukawa tuna kanisa ambalo liko pale Msisimeni. Na hivi sasa naliombea yeye ni mchungaji wa hilo kanisa la Msisimeni na linaendelea vizuri. Mpaka sasa hivi hapo na mpango wa kujenga, na nashukuru kwa sababu ninaona bila kusema progress, naona kuna progress at least ya yale mambo ambayo hao vijana wanafanya. Na sema pekee vile nimesema Mungu ametujalia neema tu, na nashukuru kwa wangu kwa sababu ya huo moyo ambao tunao mambo ya kutupatia. Tulichukua msichana yule ambaye nilisema anaitwa Mbeo, alikuwa class 6, ameka 7 wakati huo, na Mungu akamjalia akapata bora girls, naye tukampeleka bora girls akasoma kwa neema ya Mungu. Sasa yuko Kenyatta University. Pia tuko na mwingine ambaye
anaitwa James Kineo, naye alisoma Mgalu Secondary School akamaliza form 4 na pia college pale CT Boy. Tuko na mwingine ambaye anaitwa Juma naye Bible School alisoma kwanza kutoka na Bible School. Tuko na mwingine ambaye anaitwa Irene pia tukakaa naye kwa nyumba yangu akasoma kwa Kitara na Mungu anaendelea kumbarikisha kwa maisha yake. Kuna wengine ambao pia tulikuwa naye anaitwa Derek alikuwa anasoma St. Mary's. Sasa yuko KMTC kwa Twins pale Mombasa. Tuko na msichana pia anaitwa Agnes Kambura, na tulikaa na yeye kwa Mungu akamjalia akapata nyumba yake na tukaendelea kuishi na watoto kama hao. Mwingine anaitwa Samuel amekuja tukakaa na yeye kwa nyumba, na kwa neema ya Mungu yeye alikuwa mtu anapenda ujuzi, tukampeleka kwa ujuzi Matate, anasomea mambo ya mambo ya mechanics na kutengeneza magari, na kwa hapo mpaka sasa hivi ninaongea anaendelea, lakini akitoka pale weekends anakuja kwa mchungaji. Kuna mtu anaitwa Emmanuel kama kwa kutafuta na akagukia kwa mkono wetu, na tukakaa na yeye, na kwa neema nimefanya hata tumekaa na yeye mpaka sanduku yake sanduku msichana watakuwa wengine kuja nyumbani. So nashukuru kwa sababu ya neema. Vile nimesema kwamba hawa watoto pekee tunakuwa na wao, Mungu amekuwa na watoto mpaka sasa hivi. Tuko na wengine bado tuko nao tunaishi na wao, na hiyo baraka. Wow. Yeah. Mtazamaji, umesikia kwamba pengine labda kuna mgodi anachimba mahali fulani, umewezaje na mambo haya resources, umepataje za kusimamisha si watoto wako peke yake? Hujatajia mtoto, hata tujasikia mahali umetaja kuhusu watoto wako. Umewezaje ama umefanikishaje huduma hii? Jambo la kwanza nataka niseme kwamba imani pia inasaidia kuwa na imani kwa Mungu, na nataka niseme kwamba ukiamini Mungu anafungua njia. Because kuna time nakumbuka nikiwa na wale vijana wawili, siku moja tunaamka asubuhi, atakuna sukari, changamoto zile za kawaida, na tuamini Mungu ataleta sukari tu. Tulikuwa na majani na ikaanza kutoka, tukaona na salama Yesu Bwana, na maana Mungu alianza kutumisha kwa njia pekee sana pamoja na watoto. Na pia nikaendelea kushukuru Mungu kwa sababu ya unakuta wakati mwingine kuna watu wanaguswa, watu wa jamii, labda marafiki zangu wale ambao Mungu amenipatia, especially unakuta hasa kama mambo ya masomo, na jaribu kuongea na marafiki kama vile Daruda newsletter kwa hapa leo, na kuna mtu anakuja tu anaona ile hali niko nayo, na mtu anasema kama unasomesha watoto basi nitachipi nikusaidia labda na uniform, labda na school fees kidogo, na marafiki zangu tu ambao wameendelea kunipatia kama vile nimetaja.
Kuna wale wapendwa wengine wametusaidia hapa kujenga hall, ndio niona ule mzigo ambao niko nao. Ingawaje hawangeweza kunisaidia kwa kila kitu, lakini angalau wakati mwingine unakuta anasema okay, sasa chukua kitu kidogo hicho, jaribu kusomesha huyu mtoto ama saidia huyu mtoto. Na kwenda mbio tu kama vile wengine wanafanya. Nikisikia kuna basari mahali utaliona kwa pikipiki. Ninakimbia hapo mara moja. Ninakuja ninachukua hizo basari, ninajaza ili watoto wangu wote hao wafanikiwe. Na nimeshukuru kwa sababu wameendelea kusoma, na nashukuru kwa sababu wengine kwa mfano kama Joseph alipomaliza class 8 hatukuwa na uwezo wa kumpeleka, lakini kwa sababu ile kuonyesha tu na marafiki, nikapata rafiki ambaye anajuana na shirika moja inaitwa Kenyatta Trust. So nikamchukua nikampeleka interview Nairobi, na bahati nzuri akapita interview na akachukuliwa na Kenyatta Trust, akasomeshwa na Kenyatta Trust. Mpaka sasa hivi university anashughulikiwa na Kenyatta Trust. So watu kama wamenisaidia. Kuna mwingine alikuwa anasoma hapa anaitwa Mone, sasa kwa cooperative university pale Nairobi. Wakati huo ndio mambo nikajaribu kuongea na watu wa PCB na nikapata bahati ya kwamba wakubali watamsomesha kuanzia form 1 mpaka form 4. So wamsomesha sasa kwa university, tunapambana na yeye na Mungu anazidi kutusaidia. Kwa maana nasema tufungue utu na Mungu tu kufungua njia zake. Because sisi sema tunaendelea mahali fulani ndio watoto wasome. Ni neema ya Mungu tu. Na kwa hiyo tunapata mtoto wangu tuna sacrifice. Tunasema labda badala ya kuwa na gari kubwa, labda badala ya kuishi nyumba ya kifahari, labda badala ya kutoka hapa mjini tuseme tunaenda maeneo labda kwa sababu ya kujivinjari ama kutulia, unakuta tunasema pamoja tu sacrifice ili hawa watoto kusoma. Tunaamini siku moja tutakuja kubadilisha elimu. Sio tu elimu, maombi yetu ni kwamba ije kutoka kwa sisi. Wow, ile ni mtia Mungu. Tutafuatilia sana maendeleo fulani. Asante. Tuone hayo maone kwenye msikiti ya kutimia kabisa. Sijui sasa pengine kuuliza wote amekuwa na umetueleza kuhusu vijana wale wametoka kwa nyumba mpaka sio wamefika vijana. Sasa hivi watoto wangapi sasa wamepita mkono mwako tuseme kwa zaidi ya 15. Watoto zaidi ya 15. Wewe ulipokeaje hiyo? Unakuja huko mko mmewana vijana kujenga na ndio mnaanza maisha? Wakati huo tulianza kuishi na vijana, tulikuwa wachanga katika ndoa, na niseme kwamba kwa wakati huo tulikuwa bado hatuna mtoto wa kwanza. Hata kitambo tunapata pasipoti wetu alikuta amezingirwa na ndugu zake wengi katika nyumba. So tulianza majukumu ya kuwa wazazi mapema hata kabla wetu wenyewe hawajakuja. Na ningependa kusema kwamba ni neema ya Mungu, na Mungu amekuwa akitushikilia, Mungu amekuwa akitusaidia. Maana ni jambo kubwa ama ni jambo zito kiasi kuwa mzazi wa teenagers. Maana wote walikuwa ni teenagers, wote wasichana, wavulana, na wakati mwingi kuraise teenagers inakuwa ni changamoto. Lakini katika hayo yote Mungu aliweza kutusaidia, akatupa hekima jinsi ya kuwashauri, jinsi ya kuishi na wao, na wakazidi kututii na tukaendelea vizuri, na wakaniita mama, wakamwita baba, na tukashukuru Mungu. So katika ile capacity ya kuitwa mzazi, Mungu alihakikisha kwamba hatujakosa mahitaji yao. Mungu alikuwa anaprovide, Mungu alikuwa anatusaidia. Kama vile Mungu amesema ni kupitia wahisani tu. Wengine wangekuja watupate kwa nyumba vile tunaishi, akienda ndereni anatumana mlinzi, mpunguzimu ndizi, kuleni na watoto, wengine wanatumana mboga, na hivyo ndio unakuta tu maisha yanaendelea. Nikumbuka wakati wa COVID-19, corona, ilikuwa ni lockdown, hakuna kwenda mahali. Hao watoto wote walikuwa wametoka na shuleni, tuko nao nyumbani. So you can imagine asubuhi wanafaa kukula, mchana wakule na jioni wakule. Lakini ningependa kusema kwamba Mungu ni mkuu, hakuna hata siku moja wamekosa chakula. Mungu alikuwa anapeana, Mungu alikuwa mwaminifu sana. So Mungu amezidi kutusaidia, amezidi kutuonekania, na jambo hili nilipokea kama huduma ndani ya moyo wangu, kulea watoto wawili. Kwa hivyo kumaanisha kwamba
Nasema hakuna siku mmelala njaa. Hakuna siku tumelala njaa. Maana nikisema tumelala njaa itakuwa ni Mungu mbele za Mungu. Maana tulikuwa tunamwambia Mungu, sasa tukikosa chakula hawa watoto wataonaje Mungu wetu? So ilikuwa kila wakati ni kuomba Mungu atupatie riziki. Na hata wenyewe tulikuwa tunamwambia vile tunapopata. So kila wakati tungeomba, maana kuna siku za maombi, sote tuko katika maombi, tunamlilia Mungu, tunamwambia Mungu atusaidie, atufungulie njia. Na kupitia maombi hayo tunapata Mungu alikuwa mwaminifu katika maisha yetu. So tunaweza sema hali hiyo pengine ya watoto kuja kuishi kwa nyumba yenu, waliona kama ni jambo la matumaini, pengine labda kwao, ama ni hali ya njaa ya ukame ndio inachangia, ama naweza sema ni nini labda ndio inachangia pengine mpaka mkapata wageni ambao labda Mungu aliwaleta. Tuseme kwanza kama vile naomba kusema hao vijana kwanza kukaa nao waliokoka, na walipookoka wakapenda kuishi na mchungaji. Nakumbuka nilipotoka college nikaandikwa kama BOM teacher ndio primary, na ninakumbuka kuna msichana ambaye alikuwa kila mara anakuja kuchelewa, na wakati mwingine hajafanya assignment, nikimuuliza anasema hana taa, labda moto ulikuwa hauwaki vizuri, hana meza kuandikia, lakini alikuwa very bright, yani alikuwa anafanya kazi, akifanya anajua nini anafanya. Nikaongea na mwanangu nikamwambia huyu mtoto ana msichana na anatoka mbali, wakati mwingine kuna ndogo anachelewa, na nikamwomba tuishi naye. Na tulipoanza kuishi naye akafurahia sana. Maana pale kwangu alikuwa anapata nafasi ya kusoma usiku, na akawa ananiambia lazima nimsitie alarm saa 10 asubuhi. Na hivyo Josephine Mundea ambaye ni Kenyatta University. So tukawa tuna changamoto sana mambo ya kusoma, na akatia bidii sana. Maana aliona hapa niko na nafasi ya kusoma, niko na meza, niko na tai na nimulika. So akaona lazima angesoma. So akaendelea hivyo, na hao wengine pia tuendelea kwa. So tunasema labda Josephine ndio tulimchukua kwa wazazi wake. Lakini wengine walikuwa wanakuja tu, wengine labda anakuja kutembelea hawa wazazi na kesho anachukua mkoba wake na kuja na nguo zake. Na sisi kama wachungaji kawa ni ngumu kwambia mtoto wa mtu si utoke rudi nyumbani kwenu. So tukawa ile tumeanza kuwakubali wote. The more tunawakubali wanaendelea kuja. Na wangetaka kuja wengi. Lakini wengine sasa ikabidi tukafika mahali tukamwambia hapana, kama ni wenzenu mtakuwa mnaonana nao, kama ni weekend ama kanisani, ama tutaona vile tutaona. Maana sasa hata nyumba yetu hiyo isingetosha kwa wakati huu. So ilikuwa ni wengi sana walikuwa wanapenda sana, yani walikuwa wanafurahia. Wakikaa kwetu wanaona kuna amani, wanaona kunayo matumaini. Maana labda pale nyumbani kuna mtu anamtia changamoto ya kusoma, lakini hapa tunamwambia someni, maana maisha yenu yanategemea masomo ambayo mko nyumbani. So unakuta walivutiwa na hilo, kutiwa motisha, na wanavutiwa pia na neno la Mungu, maana kila wakati tungewagai na kuwa cancel kwa neno la Mungu. So wakapenda kufundisha. Asante sana mtazamaji, na mimi naomba muendelee kufuatilia na unatika moyo kupitia safari ya imani na upendo hapa, kama vile mimi mwenyewe naendelea kubarikiwa na ushuhuda huu. Sasa pengine tutafuatilia tujue, mchungaji lazima tutafutie watu wawili watatu, aidha tutapata vijana ama tupate mwendeni ama tupate pengine za kwa nini na tupate ushuhuda kamili kutoka kwao. Sio kama inawezekana. So msikilizaji, unasikia inawezekana. So tutawatafuta aidha tupate vijana wawili, especially tupata yule mchungaji alisema alikuwa anaishi kwa mti na kutoka kwa mti. Sasa hivi mchungaji ningependa sana kusikia ushuhuda. So mchungaji, Jumamosi ijayo nimeona kwa mitandao, nimesikia kama kuna shughuli kubwa sana inakuja hapa mjini. Sijui naweza kueleza kwa ufupi ni nini haswa inakuja na kwa nini inakuja, na pengine ulifikiria vipi kuleta hivi? Okay, asante. Tarehe 14 mwezi huu, Jumamosi ambayo itakuwa ya baraka sana. Tuko na foundation ambayo Mungu ametusaidia, na siku ambayo tuna launch foundation hiyo tunaita Catholic Foundation. Na labda vile umesema kurudia tena
and Olive Foundation. Wow. Sema hivi sasa mtoto amesoma Mwangeka Girls, Mungu amemjalia sasa hapo hapa Taita Taveta University, anasomea pale. Kuna mwingine sasa hapo Cooperative University Nairobi, alikuwa anasoma Bura Girls. Tuko na mwingine pia amesoma Mwaktaba, in fact Mwaktaba wako wawili wamesomea pale Mwaktaba, na tuko na wengine pia tulichukua, maana kama sasa hivi vile tunaona kuna mambo mengi sasa yanaendelea kwa shule. Kuna wengine labda hawapiti vizuri ama hawafanya vizuri kwa secondary, lakini wanaweza fanya vizuri VCT. So kuna wengine tayari mmoja hata karibuni tumemlipia tu mtihani wake pale VCT, anaitwa George na anaendelea vizuri. Na kuna mwingine pia tumeishi na yeye sasa, alimaliza St Mary's na sasa yako KMTC Portrees Mombasa, mwaka ujao pia na yeye anamaliza. Mwingine pia tumekaa na yeye anaitwa Juma, huyo ndugu naye amemaliza form 4 sasa yako Bible School, anasoma pale Harvest Bible School Nairobi, ambayo iko Limuru. Na nashukuru kwa sababu ya hiyo neema ambayo Mungu amezidi kutusaidia kuendelea kushika hao wengine mkono, watoto wa maeneo haya Mgeno, na tunaamini. Maana mimi nilipokuja hapa moyoni mwangu nilitamani kwamba hata kama kumekauka, hata kama kunaonekana vile kunaonekana, labda hata watu wengi sana hawajui Mgeno iko namna gani, but mimi naamini kupitia watoto wao kusoma na wao kuendelea, kesho hii Mgeno itabadilika. Haitakuwa pori vile wanaiona ama wanaisema, lakini naamini itakuwa city. Na hiyo ndio ombi langu. Amen. Kwamba hapa kutakuwa city. Ya, kwa hivyo ndivyo naweza sema nimeingia hapa, na labda ndio nimefanya. Na nashukuru Mungu kwa sababu leo mmenitembelea, na najua Mungu atazidi kutufanikisha. Tuendelee kushika wengi mkono, na si hapa pekee Mgeno, lakini na maeneo mengine hasa ya Taita na Taveta, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Hata mtu akiwa na Yesu ama akiokoka, kwa miaka ya leo, elimu tukiwa na foundation tunazipata familia pana na tusaidike ili kwamba foundation ifanikiwe. Na nataka niseme hivi, foundation hii kwangu ilikuja kwa mzigo sana pale mambo nimetaja, na zaidi kupitia pia maisha ya mke wangu. Unajua wakati mwingi jambo likifanyika linakutia mzigo fulani. Na kumbuka vile nilisema tunawana 2012, wakati kwa tunawana mke wangu alipitia changamoto nyingi sana za masomo. Kwa sababu nakumbuka pia nikisema tu kwa kifupi, alikuwa amesoma form 1 alikuwa class 1 mpaka 8 akaenda form 1. Alipoenda form 2 akapoteza mzazi, akatoka kwa kuishi na nyanya yake, nyanya pia akalala, mama yake hapo karibu. Kwa bahati naweza sema ni bahati mbaya, baba alikuwa ameachana na mama, so mama akawa amepata mtu mwingine na ikawa changamoto sana kwa wao. So ikabidi kwa sababu hiyo atoke nyumbani kwao, maana alikuwa na dada yake mdogo, aende kufanya kazi angalau ili ajimudu na pia asaidie dada yake. So akaenda kwa watu wa familia na ukoo, na wakamchukua na akafanya kazi hapa nyumba. Tuseme ni 2 years akiwa hapo. Na baada ya miaka miwili ndio kapata shangazi yake mmoja, akasema kwamba kazi ya baba, akasema kwamba atamsomesha. Ndio akatoka kwao akaenda Mombasa kusoma. So wakati huo alikuwa anaishi Gereni. Na bila kuwa anaishi Gereni, sikutaka na mwingine. Alikuwa sasa anasoma pale, alipomaliza form 4. Nikamwambia sasa kitu tutafanya mimi ni maana alikuwa tayari ashachelewa kusoma na amesoma. Because alipotoka kazi ya nyumba ndio akarudi form 2. Alifanya kazi ya nyumba miaka 3 ndio akarudi form 2. So leo ni miaka mingi sana. Hata wenzao wale walikuwa wanasoma nao tayari wameshaanza college na university. So naona ametosha kuolewa. So mimi nikamchumbia, lakini naye akaniambia kabla sijamuoa lazima kwanza aende shule ya college. Alikuwa anataka kwenda college. Akanipatia miaka miwili ngoje. Kweli nikavumilia kusubiri kwa maombi mengi, lakini ili kwamba asiende na mtu mwingine. Na kwa neema Mungu
hiyo miaka miwili ikapita, lakini bado hawakupata ufadhili wa kusoma. So nikamwambia sasa miaka miwili imepita, unaonaje? Na akasema sasa mali imefikia, alimuzoea mambo kusoma, na akasema labda Mungu atamsaidia. Lakini nikamwahidi, nikatoa hali yangu kwake, nikamwambia nikikuoa nitakuahidi kwamba Mungu akinifanikisha nitakupeleka shule. So tuliona 2022 December 29 2013 akaapply, na kwa neema ya Mungu tu mwezi wa 9 akaitwa Shanzu Teachers College. So nikampeleka Shanzu Teachers College na akasoma na akamaliza akafanikiwa, na sasa nakuongea ni mwalimu wa Mgema Primary School. So kwa sababu ya ile changamoto amepitia, nikaona Mungu anisaidie, na yeye pia ana moyo, anajua jinsi ya kulala njaa, anajua jinsi ya wanafunzi kufukuzwa shule, anasikia, anajua kutembea bila mavazi mazuri ya shule ama sare nzuri ya shule, anaelewa hizo hali. So tukaona acha tupate moyo wa kusaidia watoto wengine, na in fact ndio hilo ndio naona tunakuja na swala la foundation. Tutamini Mungu kwamba atatuendelea kutufadhili hata kuja ndio zetu ukitufadhili na watoto wawili watatu wa foundation wasome, unajua inakuwa ni baraka, kwa sababu tunaamini wakisoma watabadilisha eneo. Ya kwa hivyo kwa ufupi tu labda nasema hizo ndizo mambo ambayo tunafanya tufungue na foundation. Na lingine la Mungu pia, wakati ule nimesema juhudi hapa ni kukaa sana, ni kukame, na wakati maji ni shida, kanisha mkosi kuona na kuruka maji akaingia kwa kisima kidogo kinaitwa Benis hapa Mgema. Hiyo maji ilikuwa ni machafu sana. Ndovu wanakunywa hapo, mbuzi wanakunywa hapo, mbwa wako hapo, na tena wanachota hayo maji ndio tunatumia. Mimi nilikuwa kama mchungaji, nimetumia hayo maji kwa sababu nakumbuka siku moja nilitoa maji na kuna choo nyingine tulikuwa tunaweka ndani, alafu maji yanakatika, matope yanashuka chini, maji yanabaki juu, na nikakunywa ile maji nilioga nayo. Na ni jiwe la muujiza ama jiwe la muujiza na hata unaona ilikuwa ikijua unaweka mti majani kwa maji, na kesho unakuta maji yameseto na tunakoso. Kwa sababu hiyo nikaona kuna changamoto pia ya maji, na kwa neema ya Mungu tunaomba kupitia kwa foundation ndio tunasaidia watu Mgema kupata maji, kwa sababu nilipokuja kwa Mgema leo nilisema kwa neema ya Mungu alikuwa anaweza kujenga hiyo kama kanisa ama kama mchungaji, na mke wangu kupitia marafiki ambao Mungu alinipatia, na hao marafiki wanajiita something good, something good ministries. Walipokuja kama wanahitaji tuko nao na maji, pia wakaniamini na mke wangu ya kwamba tupatie pesa na tuchukue kwa hapa Mgema. Na ukweli ni kwamba tuko na bora ambao tumechukua hapa Mgema kwa neema ya Mungu tu, na hiyo bora inasaidia watu wa Mgema sana, especially wakati kwa kiangazi, imesaidia mifugo, na hata watu wengi walikuwa kuuliza kwani bora imetengwa na serikali, imechukua na serikali, bora imetengwa na serikali. Lakini hata nisema kwamba ukweli wa mambo, si serikali imejenga bora ya Mgema, ama si serikali imechukua bora ya Mgema. Kupitia kwa neema ya Mungu, Mungu alituthamini na hawa wapendwa na tukashinda. Kitu nilifanya, nimealika viongozi wote wa kaunti, wakatoa watu wa Zimbabwe pamoja na maji waje pia washiriki baraka hizo pamoja na sisi. Kwa hivyo kwa sababu tuko na ibada ya Mungu na kushinda tuko kuna wengine ambao labda hawezi akuna vizuri na hayo, lakini kuna wengine wanakuna. Lakini nilikuwa natamani kama mchungaji watu wangu wa Mgema sisi wakuna maji ambapo fresh kabisa, na inawezekana. Sababu kuna mahali ambapo unakuta maji machafu, lakini kipata mashine za kubadilisha au kutengeneza au kusafisha, inasafishwa na unakuta maji yanakuwa masafi. Sana Mungu atusaidie tupate ufadhili, sema
tukiingia namna hiyo tayari maji tunasafisha, na sio kusafisha watu kwa matumio, tunaweza hata kushuka tukasambaza kaunti ya Taita Taveta. Maana tunaamini mgeni hata kuonekana pori ama msitu, lakini mimi ninaamini kama mchungaji na kwamba hapo tutakuwa city. Kwa maji mjengo city ndani Voi, Mtate, Nairobi, Mombasa. So labda hiyo ndio kidogo tuko nayo kwa sababu ya foundation. Mwezi na kama kuna mambo ambayo baraka hizo Sana. pamoja na mke wake, tumeona tayari ushuhuda ulio hai ya watoto zaidi ya 15 ambao hao wakishamaliza wakirudi waachiliwe waanze kupata ajira na kupata pesa, lazima wataleta tofauti katika ngeno hii. Alafu kuna hiyo video nimesikia kuna dry yani ni sehemu ile kauka. Kwa hivyo kupitia foundation hii tumesikia kwamba kuna jukumu la kuweza kusaidia kukuza mazingira kwa kupanda miti ili kuendelea kupamba mji huu, na kwa hakika pia kuna hitaji na maji. Tumesikia kwamba kuna maoni ya kwanza ya kuprocess maji yaliko Mgeno City yaende mpaka Mombasa, Nairobi, watu wakunywe wajue kuna Mgeno katika Taita Taveta. Kwa hivyo ni ombi letu kwamba Jumamosi ukaweze kuja ushiriki baraka hizi, na pia sijui kama kuna vile watu wanaweza support, mko na account nini na kuweza kusupport foundation nyama bado umesema kwamba imeregistriwa, so pengine labda kuna mtu pale anasema anaweza support mtu mmoja kupitia foundation hiyo, sijui atatumia mbinu gani, labda hizo kutoka Mgeno ama nini, lakini siku hizi kuna mambo, mmefungua account, uko na account number, uko na team, pengine unaweza kushare na wao ili wakaweze kusupport foundation hiyo. Ukweli ni kwamba Mungu ametutendea kama vile nimesema ya kwamba tuko na team ama tuko na account ambayo tuko nayo ambayo tayari tumefungua, na ukitaka kutupata kwa hiyo account ni account ambayo iko katika Cooperative Bank. Tuko na team ambayo tuko nayo na business number hiyo team the payment ni 400 ndio tena payment 400 alafu account number ni 1134126. Ndio tena taratibu. Okay. Tuko na account pale Cooperative Bank. Vile nimesema business number ni 40 hiyo ni business number. Alafu account number ni 126 na itakuletea hapo Mkufu and Olive Foundation. Na vile ndio nasema ni kweli, tunawakaribisha siku ya Jumamosi. Karibu na kile ambacho karibu nacho launch foundation, na ukitaka kutupata pia tuko na namba za simu ambazo tunazapeana ili unazifikia hizo namba. Kwa mfano kama yangu ni 0719275337 0719275337 na yake wangu ni 0710419440 0710419440. Hizo ndizo namba tunapata nazo kwa urahisi kwa maelezo zaidi. But Saturday Jumamosi hii tafadhali sana ngapi? Saa 4 kamili tutakuwa tunaanza sherehe hiyo ya kuzindua, na naamini Mungu atakubariki.
Nitaka tuchukue Jumamosi, Wednesday hii ama kushinda kesho. Tayari tuko na Bible meetings ambazo zitakuwa zinaanza hapa kanisani. Tuko na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Reverend Boniface ambaye ni Radio 47 atakuwa hapa kwa Bible meetings kuanzia Wednesday, Thursday and Friday, tukukaribisha siku ya Saturday. Kwa hiyo tuseme kuanzia Wednesday tayari launch process imeanza. Kwa hiyo kuanzia Wednesday saa 10, karibu sana. Tuko na mtumishi wa Mungu ambaye anatoka Radio 47 na kuja na wageni wengine watakuwa hapa ili tuendelee kushiriki pamoja tukingoja Saturday. Lakini kushiriki kwa siku zingine Saturday karibu, na of course tutakuwa na lunch na itakuwa ni baraka. Tuzingue pamoja, tukule lunch pamoja, na pia mtuombee. Sana sana pia mtuombee ili kwamba tupate neema zaidi na kibali kutoka kwa Mungu kwa sababu ya jambo hili ambalo Bwana ameleta katika mioyo yetu. Pastor, nilikuwa kama ungetaja kuhusu lunch karibu muulize. Kwa ni lunch pengine tupatie huyu, atupatie mambo kutamatisha, tupatie pengine ile inaitwa parachute. Tusema hii yote pengine la kumaliza kama mtu. Okay, kwa langu ni kuwakaribisha kila mmoja wetu siku ya Jumamosi tarehe 14 mwezi wa 3 ambayo ni Jumamosi inayokuja. Hakika tunakutarajia sana mtazamaji wetu, usikose. Njoo uwe pamoja nasi kushuhudia baraka za Mungu. Kama vile tumesema ni kwamba foundation hii naomba tu Mungu atujalie neema ili kwamba tukaweza kupata njia zaidi za kusaidia most especially wanafunzi kusoma, maana yake mioyo yetu huwa haina amani wakati tunaona wanafunzi kwa nje hajapata nafasi ya kwenda shuleni ama hana mavazi mazuri ya kwenda shuleni. Tunaomba ya kwamba kupitia launch ya foundation hii tuweze kusaidia wanafunzi anapokuwa pale shule akuwe comfortable, asubiri na mambo ya school fees, asubiri na uniform, yani akuwe ako sawa lakini kusoma tu. Kwa hivyo karibu mpendwa, ambia mwenzako, karibisha mwenzako, mje nyote kama vile mtumishi wa Mungu amesema, lunch itakuwa provided. Kwa hivyo usione kwamba kikundi utakuwa njaa. Hapa ni Mgeno City, kila kitu kiko sote, karibuni sana. Asante sana. Pastor, pengine kuna neno la mwisho. Lazima kusema asanteni sana watazamaji wetu na kule mmetusikia. Tunaendelea kuwakaribisha, tunasema karibuni sana, na si hiyo tu pekee yake, na wakaribisha tuko chini ya ushirika wa Faith Bishop wetu akiwa ni Bishop John Mangoro, na tunakukaribisha ya kwamba uje tutembelee katika ibada. Sisi tunaanza saa 4 asubuhi tunarudi na watu tunamaliza tu saa 7 na nusu, saa 8 tunamaliza. Kwa hivyo tunakukaribisha upate nafasi ya sisi watu wa hapa Mgeno, especially our faith family. So karibuni sana. Mungu awabariki sana. Tuseme asante kwa pia kupata muda kwa mahojiano pamoja na sisi, na tunaomba Mungu kwamba wacha tuambie mtazamaji wetu kwamba Jumamosi usikose. Jumamosi usikose, na kama unakosa tumepewa mbegu ya kusababisha. So sababisha jambo hapo, unaweza kumnunulia mtoto wa shule kiatu, unaweza kumnunulia uniform, unaweza kumnunulia vitabu, ama kwa jingine unaweza kununua mti ukaweza kupanda kwa Mgeno Primary. Kwa jingine pia unaweza changia kununua pipe za maji, kusafisha maji, watu wa Mgeno wapate maji. So karibuni tukaweze kushiriki. Kumbe kuna wale wanasema kwamba where he cannot sustain it. So ni maana kwamba tumeona ushuhuda ule hai kwamba Mungu anaweza kukutuma mahali na akakupatia neema ya hapo mahali. Ukifika Mgeno sasa hizo kama nile Mgeno la kwanza, mambo kweli tunaona tumeshuhudia wenyewe kwamba mambo yanaendelea kubadilika, na tutakuletea picha za vile haya mambo yanaendelea kutaja. Asante sana, Mungu awabariki, na vile ambavyo nimeiga kwamba tutatafuta hawa vijana tuweze kusikiza kutoka kwao. Kwa hivyo endelea kutegea, endelea kufuatilia.